السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قسم الأرزاق ولم ينسى أحد، وأنشأ النظام ولم يغيرها أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم خير داع إليك وعلى آله وصحبه وسلم. Amma baad, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ametupatia neema tofauti, neema nyingi na neema kubwa ambayo kwamba ametupatia Allah subhanahu wa ta'ala. Ametujalia katika watu ambao kwamba wamekuwa katika dini ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa radhi nao na amekubali dini ya Uislamu, na akatujalia ni katika ummat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na inshallah leo kwa tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala tutazungumzia visa vya masahaba na maisha ya masahaba. Kwa hakika wa masahaba ilikuwa ni katika watu bora zaidi na afdal. Allah subhanahu wa ta'ala anasema min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Maana hii aya min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi fawafu bima ahadu Allah alayhi min athabati was-sabr ala al-jihad fi sabilillah faminhum man mata au qutila fi sabilihi wama badalu haula wama ghayyaru almu'minin ma ahadu Allah alayhi. Maana hii aya ni kuwa kuna watu ambao kwamba miongoni mwa waumini ambao kwamba wamesadikisha ambao kwamba wameteremshwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yale ambao kwamba wamwahidi nao Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kuthibiti na subra katika jihad fi sabilillah, na wakatekeleza zile ahadi zao ambazo kwamba wamezitoa. Baadhi yao walikufa na baadhi yao waliuawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na baadhi yao wanasubiri kupata hiyo shahada na kufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hawakubadilisha zile ahadi zao, wala hawakwenda nazo kinyume, wala hawakwenda kinyume na ahadi zao. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hii aya, na maana hii aya laqad radiyallahu 'anil mu'minina hum yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim min al-iman wal-ikhlas was-sidq fa'anzala at-tuma'ninata 'alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala alijua na alikuwa radhi katika waumini ambao kwamba walimpatia bai'a Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bai'atur ridwan, chini ya mti nyakati za shida. Masahaba radhiallahu alaihim ajma'in wameelekea na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuelekea Maka kutufu al-Kaaba, hawajaelekea na nia kwenda kupigana, lakini maadui wamewazuia. Zikapita barua kuelekea kutoka kwa makafiri kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Uthman bin Affan awaeleze. Zikaja habari kuwa Uthman bin Affan radhiallahu anhu ameuawa. Masahaba wakaenda kumpatia bai'a Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa watapigana pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala alienda kuona katika nyoyo zao kutokana na imani na kusubiri na ikhlas na pia na ukweli katika maamuzi yao ambao kwamba wameamua. Na katika sahaba ambao kwamba nimempendelea nimzungumzie ni Umair bin Wahab, na tutazungumzia kuhusiana na kusilimu kwake. Tutagusia kidogo mpaka pale ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikia. Ada Umair bin Wahab al-Jumahi min Badr najian nafsahu lakinahu khallafa waraahu ibnahu Wahab asiran fi aidi al-muslimin. Huyu Umair bin Wahab alirudi kutoka katika vita vya Badri, amerudi kutoka katika vita vya Badri
hali ya kuwa ni mwenye kujiokoa nafsi yake kutoroka katika mikono ya Waislamu, kukimbia katika vita, amerudi, lakini yeye amwacha mtoto wake mateka katika mateka ambao kwamba wameshikwa na Waislamu. Wakana Umair yakhsha an ya'khudha almuslimuna alfata bijarirati abihi wa annahu kanu wa an yasumuhu su'a al'adhab jazaa ma kana yanzilu bi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam min al-adha. Na huyu Umair bin Wahab alikuwa anaogopea kwa Waislamu watampatia adhabu mtoto wake, watamtesa, kwa sababu Umair alikuwa akimuudhi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka alipatwa laqaba Shaytanu Quraish. Kwa wakati za jahiliya aliitwa Shaytanu Quraish, Shaytanu Makuraishi. Alikuwa anahofia mtoto wake ataadhibiwa, atauawa, kwa sababu alikuwa akimuudhi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na shida alikuwa akiwapatia masahaba. وفي ذات الضحى توجه عمير إلى المسجد ليطوف بالكعبة وليتبرك بأصنامها. Siku moja nyakati za dhuha alitoka Umair bin Wahab akaelekea kwenye al-Kaaba kwenda kutufu na kuchukua tabaruku kwa yale masanamu ambayo kwamba yako pale. Fawajada Safwan bin Umayya jalisan ila janib al-hijr, akapatana Safwan bin Umayya amekaa kando ya hijr Ismail. Faaqbala alayhi wa qala im sabahan ya sayyida Quraish, alienda paka pale akamsalimia im sabahan, na alikuwa ni salamu za kijahilia hizi kabla watu kuingia katika Uislamu, alikuwa akisalimiana hivyo. Faqala Safwan im sabahan ya Aba Wahab ijlis natahaddath sa'atan, kaambia akamrejeshea ile salamu im sabahan, kisha akamwambia keti ewe Aba Wahab, yani huyo Umair bin Wahab babake yaitwa Wahab Umair na mtoto wake pia yaitwa Wahab, ambao alikuwa ameshikwa katika mikono ya Waislamu. Akamwambia keti babake Wahab, tuzungumze baadhi ya muda, kwa sababu kuzungumza kwenye story inapoteza nyakati. فجلس عمير بيسار صفوان بن أمية وطفقا يتحدثان يذكران بدرا. Wakaketi wakaanza kuzungumza na kukumbushana kuhusiana na vita vya Badri, namna iliyotokea, mambo gani yametokea. Wakaanza kuzungumza makafiri wale wakubwa, viongozi wetu wamechukuliwa, wametupwa katika shimo la Qalib. Takriban makafiri 25 wakubwa walitupwa, Sananid walitupwa ndani ya shimo la Qalib. Faqala Safwan bin Umayya akasema laysa wallahi fil aishi khairan ba'dahum, akasema wallahi hakuna khairi yoyote wala maisha mazuri yote wala furaha zozote baada yao kuishi katika hii dunia. Faqala Umair bin Wahab, Umair akasema sadaqta wallahi, sema umesema kweli. Thumma sakata qalilan, Umair akanyamaza muda kidogo. Waqala, na akasema wa rabbil Ka'bah laula duyun alayya laysa indi ma aqdhiha bihi wa iyali akhsha alayhim ad-daya' ba'di lamadaitu ila Muhammadin wa qataltuhu wa hasibtu amrahu wa kafaftu sharrahu. Akasema na hapa na Mungu al-Kaaba, lau si yale madeni ambayo kwamba niko nao, na wala sina pesa za kulipia, na wala si kama familia yangu hii naogopea watapata mateso, watapata shida baada yangu kufa mimi, nilingeenda nikamuua Muhammad na nikammaliza mambo yake, na pia ningeondoa ile sharia yake. Thumma atba'a biqawlihi yaqulu bisawtin khafit wa inna wujudi ibni Wahab ladayhim ma yaj'alu dhahabi ila Yathrib amran la yuthiru shahab. Akasema na kupatikana mtoto wangu Wahab katika mikono yao kwenda kwangu Yathrib, mji wa Madina, ni jambo la kwamba halileti shubha yoyote, yani haileti shida yoyote. Watu wanaona anaenda kufanya jambo baya, maana Uislamu ulikuwa uko mbio na makafiri atoka Maka alikia Madina anaenda kumkomboa mwenzake.
watu wanaenda wakirudi, watu wanaenda wakirudi. Sasa pia akienda akirudi, haionekani katika jambo baya ameenda kukusudia shari wala jambo lolote. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب ولم يشأ أن يفوته هذه الفرصة. Huyu Safwan bin Umayya akapatiliza, akatumia chance aliyopata kwa maneno ambayo kwamba ameyatumia Wahab, Abdullah bin Wahab, Umair bin Wahab, yale maneno ambayo kwamba ameyatamka, sema dini yangu nilingiana kama Muhammad. Akapatiliza na kumwambia, wala hakutaka kupoteza nafasi, akamwambia ya Umair, ij'al duyunaka kullaha alayya, sema fanya madeni yako yote mimi nitayalipa, mahma balagh, kiasi yote ambapo kama imefikia mimi nitalipa. Ama ayaluka fasadhumuhum ila ayali, ama familia yako, watoto wako, mke wako, watu wako wote nitawakusanyisha na familia yangu, nitaweka mahali pamoja, nitaweka sehemu moja. Maisha vile atakavyonipata pia utapata wao, kama ni raha nitapata pamoja na wao raha, shida tutapata pamoja, yani nitaweka mahali pamoja pamoja na familia yangu. Wa inna fi mali min alkathrati ma yasauhum jami'an, sema na pia mali yangu ni mengi na watosha wote, tutaishi maisha mazuri na watafurahika. Faqala Umair, idhan uktum hadithana hadha, sema basi ficha haya mazungumzo yetu ambayo kama tumeyazungumza, na wala usimtajie mtu mwingine yoyote. Safwan bin Umayya akasema nini? La kadhalik, nitafanya hayo mambo mkuu mnambia, yani sitomwambia mtu yoyote. Qama Umair min almasjid wa niranu alhaqd, qama Umair min almasjid wa niranu alhaqd tatajaju fi fuadihi ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu Umair bin Wahab akasimama pale msikitini na kutoka na hali ya kuwa kifua chake kimejaa moto na chuki ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watafika yuiddu, na akaanza kujiandaa. Watafika yuiddu al-iddata liinfadhi ma azama alayhi, akaanza kujiandaa kwa kutekeleza yale ambayo kwamba amechukua ahadi kwa nitamua Muhammad, kaanza kujiandaa. Amara Ubair bin Wahab bisayfi fashuhidha wa suqiya summan, akaamrisha panga lake likanolewa likatiwa sumu. Wadaa birahilatihi, akaita kipando chake na akampanda akaenda. Wayammama wajahu shatra almadina, akaelekea na kuenda Madina. Balagha Umair Madina wa madha nahwa almasjid yuridu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Umair bin Wahab akaelekea Madina, na alipofika Madina akaelekea upande wa msikiti, yataka kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Falamma ghada qariban min babihi anaha rahilatahu wa nazala anha, alipofika karibu na mlango akamuinamisha kipando chake na akashuka. Kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu idhaka jalisan ma'a ba'd as-sahabati qariban min bab al-masjid yatadhakaruna Badrin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wakati huo alikuwa ameketi na baadhi ya masahaba, wanaanza kuzungumza kuhusiana na vita vya Badri vilitokea vipi, kuhusiana na sahaba fulani alipigana vipi, na nguvu waliotumia Muhajirin na Ansar, na neema ambayo kwamba amewakirimu nao Allah subhanahu wa ta'ala, kushikisha malaika kuwasaidia. Wakaanza kuelezeana. Umar radhiallahu anhu akaelekea kuangalia, faraa Umair bin Wahab yanzilu an rahilatihi wa yamdi nahwa almasjid mutawashihan sayfahu. Umar radhiallahu anhu alipoangalia akamuona Umair bin Wahab yashuka kwa kipando chake na yuelekea msikitini, hali ya kuwa amebeba panga lake. Umar radhiallahu anhu akapiga kelele na akasema, hadha alkalbu adu wallah Umair bin Wahab, mbwa ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Umair bin Wahab wallahi ma jaa illa li sharrin, wallahi hakuja jambo lolote isipokuwa ni shari. Wa kana aynan li Quraish alaina qabla Badrin, akasema na alikuwa ni jasusi wa Makuraish
kwa kutuangalia sisi kabla vita vya Badri. Faqala aljulasai, Umar radhiallahu anhu akaambia wale ambao kwamba alikuwa ameketi pamoja nao, imdhu ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa kunu hawlahu wahdharu an yaghdura bihi hadha alkhabith almakir. Akasema kuambia wale ambao kwamba wameketi pamoja nao, nendeni kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mketi kando yake na mumchunge huyu mtu. Thumma badara Umar ila nabii sallallahu alayhi wasallam waqala ya rasulullah hadha aduwullah hadha aduwullah Umair bin Wahab jaa mutawashihan sayfahu wama adhunnuhu illa li sharri. Akaenda kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ewe mjumbe wa Allah, Umair bin Wahab amekuja na hali yako iko na panga na najua hajakuja isipokuwa na shari. Faqala alayhi salam adkhiluhu alayya, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema muingizeni. Fa aqbala al-Faruq ala Umair bin Wahab wa akhadha bi jami'i thiyabihi wa tawwaqa unuqahu bi himalati sayfihi wa madha bihi nahwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Umar al-Faruq radhiallahu anhu akaelekea kwa Umair bin Wahab, akamshika na akamkusanya na nguo zake zote, akamkusanya na ile kamba ambayo kwamba amebebea nalo panga, akambana nao shingo yake na akaelekea nayo kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi alhala qala li Umar atliquhu ya Umar. Alipokuja naye kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona yuko katika hii hali, akamwambia Umar bin Khattab radhiallahu anhu, muachilie. Umar radhiallahu anhu akamwacha. Thumma qala lahu istakhir an, Umar radhiallahu anhu akamwambia aketi mbali na Mtume sallallahu alaihi wasallam, asiketi karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umair bin Wahab akaketi kando mbali na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma tawajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Umair bin Wahab, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwelekea Umair bin Wahab waqal udnu ya Umair, akamwambia Umair bin Wahab songea mbele. Fadana Umair bin Wahab waqal an'im sabahan, akasongea mbele kisha akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam an'im sabahan, zile salamu zao za kijahilia. Faqala sallallahu alaihi wasallam laqad akramana Allah bi tahiyatin khayran min tahiyyatika, laqad abdalana Allah akramana Allah bi tahiyatin khayrin min tahiyyatika ya Umair, laqad akramana Allah bis salam wa huwa tahiyatu ahli aljanna. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Allah subhanahu wa ta'ala ametukirimu na maamkuzi bora zaidi na kuliko maamkuzi yako. Allah subhanahu wa ta'ala ametukirimu na ametupatia maamkuzi na salam, assalamu alaikum salam, na hiyo salam ndo maamkuzi ya watu katika pepo. Faqala lahu sallallahu alayhi wasallam ma jaa bik ya Umair, akamwambia umekuja wataka nini? Faqala jitu arju fakaka hadha al-asir alladhi fi aydikum fa ahsinuhu ilayya fihi, sasa nimekuja nataka kumchukua huyu mtoto, huyu kijana ambaye kwamba mumemshika yuko katika mkono wenu, na kisha naomba mumwachilie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, fama balu hadha sayf alladhi fi unuqik, nini kuhusiana na hili panga ambalo kwamba liko katika shingo yako, mbona umelibeba? Faqala Umair qabbaha Allah min as-suyuf wa hal aghnat anna shay'a yawma Badr, akasema Allah subhanahu wa ta'ala yafanya mapanga katika ile mapanga mabaya zaidi, hayana maana yoyote. Je, alitufaidisha siku ya Badri? Akamwambia hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema usduqni ma jaa bika ya Umair, ma alladhi jaa bika ya Umair. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, niambia ukweli, umekuja wataka nini Umair? Akasema ma jitu illa lidhalika, sasa sikuja jambo lingine isipokuwa hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia bal qa'adta anta wa Safwan bin Umayya fil hijri, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam bali wewe umeketi na Safwan bin Umayya katika hijri Ismail, mkaanza kukumbushana vita vya Badri, usiana na wale watu ambao kwamba wametupwa katika Qalib lile shimo, na ukatoa ahadi ya kusema
lau si familia yangu na madeni yangu ningeenda kwa Muhammad na nikamua. Safwan bin Umayya akachukua ahadi, atalipa madeni yako na atachukua familia yako na ataweka katika familia yake. Fadhahila Umair lahdan thumma ma labitha an qala ashhadu annaka Muhammadur rasul, ashhadu annaka la rasulullah. Umair bin Wahab akashangaa, akawa na mshangao kwa muda mchache, kisha akasema nashuhudia kuwa ni mjumbe wa Allah, mtume wa Allah. Thumma ardafa yaqul, kisha akaanza kusema laqad kunna ya rasulullah nukadhibuk bima kunta ta'ti bihi min khabari as-samaa wa ma yanzilu alayka min al-wahy. Sema ewe mjumbe wa Allah, tulikuwa sisi tunakukataa kuhusiana na habari za mbinguni, kwa unateremshwa wahi, lakinna khabari ma'a Safwan bin Umayya lam yakun ya'lam bihi ahadun illa ana wa huwa, wa wallahi laqad ayqantu annahu ma ata bihi illa Allah. Ngasema lakini habari yangu kuhusiana na mimi na Umayya, mazungumzo ambayo kwamba tumeongea, hakuna mtu yote ambaye kwamba ameyasikia wala ameyaona, na nimekuwa na yakini na uhakika kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala amekuelezea na amekuteremshia wahi na akakwambia. Falhamdulillahi alladhi saqani ilayka sawqan lihidayati ila alislam, liyahdiyani ila alislam. Umair bin Wahab akasema namshukuru yule ambaye kwamba, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba amenileta kwako, amenileta paka hapa ili kuniongoza na kuniweka katika dini ya Uislamu. Thumma shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa aslam, shakatamka shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa aslama, na pia akaslimu. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi faqihu akhakum fi din wa allimuhu alquran wa atliqu asirahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, mfundisheni ndugu yenu, mwalimisheni ndugu yenu kuhusiana na dini, na mfunzeni Qur'an, na muache mateka yule mtoto wake. Hii hadithi inatufundisha kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mtu wote atakayeslimu wanamfundisha kuhusiana na dini. Huyu Umair bin Wahab aliketi katika mji wa Madina muda mrefu sana, yajifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, yajifunza Qur'an. Ameketi kwa muda yajifunza. Masahaba mpokea katika hadithi kwa sahaba mpokea katika hadithi anasema mtu yote alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitufunza kuhusiana na swala, yatufunza kama Qur'an, yani Qur'an alikuwa tufunza kama suratul Fatiha ya swala, yatufunza kwa akifunzwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan aljanna, mtu yote ambaye kwamba atakayefuata njia yatafuta ndani yake elimu, Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia njia yake ya kuelekea janna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunza Waislamu na masahaba zake ambao kwamba kwa msikitini yawafunza mambo ya dini. Wale masahaba wanachukua mambo ya dini wanapeleka majumbani zao na kuwafunza watu wao wa nyumbani kuhusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maisha ambayo kwamba walikuwa nao masahaba ridwanullahi alayhi majma'in na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inshallah tupata siku nyingine, inshallah tukiweza kuja tukiwafikiana na Allah subhanahu wa ta'ala, tutaendelea na kuzungumza na kutoa visa vya masahaba na tabi'in, Allah subhanahu wa ta'ala akitupatia uhai na uzima. Mpaka hapa inshallah Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa hadha minni wal 'afwu minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.